بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waheshimiwa wote mliomeza kuu, kuanzia mwenyekiti wa Al-Hikma, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati ya amani, vile vile mwenyekiti wa haia na mashekhe wote kwa nafasi zenu mbalimbali, ndugu waalikwa, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala ametukirimu kitu kinachoitwa taifa. Ukipenda kwa lugha ya Kiarabu wanaweza kuita al-watan. Ahlul ilmi wanasema kupenda watan, wenzetu wanaita watania, sisi tunaita uzalendo. Wao wanasema hili amrun fitriyun ghariziyun awda'aha Allah subhanahu wa ta'ala fil insan. Ile kupenda mtu pale alipokuchagulia Mwenyezi Mungu uwepo ni jambo ambalo fitriyun, la kimaumbile, lakini ghariziyun ni tabia iko ndani yake mtu. Awda'aha Allah subhanahu wa ta'ala fil insan, yani kitu Allah amekiweka kiasi kwamba mtu kama hana upendo wa taifa lake, upendo wa nchi yake, basi itachukuliwa ana tatizo la kimaumbile, itachukuliwa kwamba si mtu wa kawaida, ni mtu shadh, hayuko sawa. Lakini hivi nini maana ya neno hili ambalo tunasema, ukilisoma kwenye lugha ya Kiarabu linasomeka al-wataniya, au kwenye Kiswahili ndio hivyo uzalendo, taifa. Ukiliangalia kwenye lugha ya Kiarabu al-wataniya, utakuta ni neno limetokana na al-watan. Na watan maana yake nini? makanu iqamati al-insani wa nash'atihi wa istiqrarihi, ni pale mahala mtu alipotokea, kazaliwa hapo, kakulia hapo, anaendesha shughuli zake za kila siku akiwa hapo. Pale mtu ndio watani yake, pale mtu ndio mahala pake. Kwa hivyo ukiliangalia kwa mtazamo wa lugha utakuta neno lina asili ya watan. Sasa hii kuwa mtu anapenda watan ni jambo, kama wanavyosema, ni jambo la kimaumbile. Allah tabaraka wa taala ametuumba, ndani yetu tuna hiyo tabia ya kupenda maeneo ambayo tumezaliwa, tumekulia, tunaendesha maisha yetu ya kila siku. Na hivyo hivyo hata baada ya kutengezeka istilahi, yani lugha mahususi, wanavyuoni wa tarbia pia wanasema hiyo hiyo alwatania maana yake ni mtu kupenda pale alipozaliwa, pale alipokulia, upendo ambao unapelekea yuko tayari kupambana, yuko tayari kuwekeza nguvu zake, yuko tayari kuwekeza akili yake na mali yake kwa ajili ya ustawi wa eneo hilo. Yani ana tabia hiyo. Na kama tulivyosema, ikiwa hana, basi maana yake ana tatizo la kimaumbile. Ikiwa mtu hayuko tayari kupenda eneo lake, nchi yake, taifa lake, baya zaidi akiwa tayari kusaliti, kuliuza, kuliharibu, kuleta madhara na maafa,
hiyo itakuwa ni mbaya zaidi. Sasa tukitaka kuliangalia upande wa dini, hii tabia mtu ya kupenda nchi yake, kupenda taifa lake, kupenda alikozaliwa mtu na kukulia, ni jambo ambalo lipo kwa mujibu wa dini. Naam, wanasema lipo kwa mujibu wa sheria, lakini upendo huu tunaoita watania unagawanika sehemu mbili kuu. Kuna watania almahmuda na kuna watania almadhmuma. Watania mahmuda manake ni upendo ule ambao unakubalika kisheria, una thamani na una haki ya kupambaniwa. Ni mtu kuwa anapenda ustawi wa nchi yake, amani ya nchi yake, usalama wa nchi yake na maendeleo ya kweli kwa jumla. Lakini madhumuma kwamba mtu anapenda tu nchi yake iwe itakavyokuwa, imeharibika, imedorora, ufisadi, yeye anafurahia kila jambo. Upendo wa aina hii ni madhumuma kwa mujibu wa sheria. Lakini ule upendo wa kupenda ustawi wa kweli, utulivu, amani, watu wanashikamana katika kuendesha majambo, huu upo kwa mujibu wa sheria. Wanavyoni wanasema huwezi na si lazima ukute aya moja kwa moja inataja neno watan au watania, lakini ukiangalia ule mfumo wa sheria na malengo makuu ya sheria ambayo tunayataja mara zote, sheria ipo ili kuhakikisha mtu anabaki salama, nafsi, dini inabaki salama, mali zinabaki salama, kizazi kinabaki salama, akili za watu na kadha na kadha. Vitu vyote hivi haviwezi kuwepo ila pawe na kitu kinachoitwa amani. Vitu vyote hivi haviwezi kuwepo, hakuwezi kuwa na dini iliyostawi, hakuwezi kuwa na watu wenye heshima, hatuwezi kuwa na watu wenye akili, hatuwezi chochote kile, hata mali. Lazima tuwe na eneo ambalo tulivu, eneo ambalo lina usalama wa kutosha, eneo ambalo lina amani ya kutosha, watu wanaheshimiana, mali zinaheshimiwa, nafsi zinaheshimiwa. Wanataja wanavyoni baadhi ya aya zinazoonesha ukubwa na thamani ya mtu kupenda taifa lake au nchi yake. Kwa kweli aya ziko nyingi, lakini kwa mujibu wa dakika zilizoainishwa tutataja baadhi yake. Moja ya aya ni kama ilivyo katika surati al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala anasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijuu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Aya hii wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anataja jambo la msingi ambalo kwalo ameruhusu watu wapigane hata vita. Anasema wameruhusiwa wale ambao walikuwa wananyongeshwa, wanadhalilishwa, wanadogeshwa, wapambane kwa sababu wamedhulumiwa, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kuwanusuru wakashinda. Hapa anataja, anasema alladhina ukhriju min diyarihim, ni wale waliotolewa katika nchi zao, wametolewa katika mataifa yao, bighairi haqq, bila haki yoyote, bali dhulman wa udwana, ni kwa dhulma, uadui, uchokozi, umetumika ubabe wakawatoa bila haki yoyote, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye atawanusuru. Wanasema ahlul ilmi, Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu vita zifanyike kwa lengo la kumpambania huyu ambaye ametolewa katika nchi yake kwa dhulma, ametolewa katika watani yake kwa dhulma, ameonewa, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwanusuru hawa ambao wanapambania nchi zao.
wanasema kwa mujibu wa aya hii na mfano wa hizi nyingi katika Qur'an, inaonesha thamani ya taifa la mtu, thamani ya nchi ya mtu, kiasi kwamba Allah yuko tayari, ametoa kibali upambane na yuko tayari kukunusuru. Kwa maana hii wanasema hubbu alwatan, kupenda mtu nchi yake ambayo Allah amemchagulia, ni jambo ambalo lipo kisheria, linalindwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, linalindwa kwa nguvu zote alizonazo mtu kutetea. Sababu tumesema hizi kulliyatul khamsa, yani yale mambo makuu matano ambayo sheria ya Allah inayalinda, hayawezi kuwa salama endapo taifa hilo litakuwa linalegalega kiusalama, linalegalega kiamani, halina mshikamano. Hapawezi kuwa dini imara wala uchumi uliokuwa umeimarika. Wanaenda mbali, wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kama tunavyojua ni mbora kuliko watu wote, si wa kawaida, hata mitume wote. Kama ucha Mungu, yeye ndio kila kitu, lakini alionyesha wazi wazi namna alivyokuwa akipenda nchi yake, namna alivyokuwa akipenda watani yake, kiasi kwamba alisononeka pale alipolazimika kuitoka nchi yake. Riwaya sahihi zimepokewa katika vyanzo tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akiwa juu ya farasi wake, juu ya mnyama wake, nje kidogo katika maeneo ya Makka, anaisemeza Makka kama mtu, akisema kwa hakika wewe Makka ni bora ya ardhi za Mwenyezi Mungu, kwa hakika wewe Makka ni ardhi inayopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa hakika wewe Makka ni ardhi pendwa. Na lau kama si hawa watu hawa wa Makka wameshinikiza mimi nitoke hapa Makka, nisingetoka, kwa namna nilivyokuwa na uchungu na hii Makka na upendo wa dhati na hii Makka. Lau kama isingekuwa watu wa Makka wameshinikiza nitoke, na Allah tabaraka wa taala akatoa kibali niondoke kwa njia ya hijra, anasema ma kharajtu, nisingetoka. Sasa huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaonesha kuwa mfano, na yeye ndio uswatun hasana, kwamba aliipenda Makka kiasi kwamba hata katika utokaji wa hijra bado alionesha mapenzi yake ya dhati kwa nchi yake na taifa lake la Makka. Kwa maana hiyo wanasema kupenda mtu taifa lake, kuipenda nchi yake ni jambo ambalo lipo kisheria, na kila mtu ana wajibu wa kupenda taifa lake. Sasa vitu gani vitakavyoonesha kwamba huyu mtu anapenda nchi yake, anapenda taifa lake? Kuna mambo mengi, yakiwemo ushiriki wake uliokuwa kamili katika kuhakikisha amani ya hiyo nchi yake, ya hilo taifa lake, kwamba haichezewi, kuhakikisha kwamba anachangia kwa nguvu zake zote ustawi wa amani na utulivu, anashiriki kwa nguvu zake zote kuhakikisha kwamba maendeleo ya kweli yanapatikana ndani ya nchi yake, anashiriki kwa dhati kabisa kupambana na kila aina ya ufisadi, uharibifu, uhujumu wa uchumi na miundombinu ya nchi yake. Anasimama kidete kutetea mambo haya. Hizi wanasema ndio madhahir, yani vitu vya kuonekana vya ile alwatania. Tutakujuaje wewe kama kweli una uchungu na nchi yako? Tuone kwamba unashiriki taamir, ule uimarishaji, unafanya kazi kwa bidii, pale penye tozo stahiki unawajibika nazo,
pale penye miundombinu unakuwa ni muangalizi namba moja. Huwezi kukuta watu wanakwapua nyaya za umeme, unaona kwani mimi napata umeme bure sinalipia bwana? Hapana. Wataniyat inakulazimu wewe uwe ni wa kwanza kupambana na hilo. Ukiliweza moja kwa moja lifanye, umeshindwa tafuta nguvu za ziada ili uweze kupambania. Kwa hivyo vitu vya namna hii, kuona juhudi zako za kufanya kazi, juhudi zako za kusimamia adala, juhudi zako za kupambana na ufisadi wa kila aina, hizi wanasema ni madhahir alwataniya, ni vitu vya kuonekana vinavyoonyesha kwamba wewe una uchungu na nchi yako na unajua thamani ya hicho ambacho Allah tabaraka wa taala amekuchagulia. Lakini zaidi ya hayo, unakuwa unajipa nafasi ya kutosha kwa kitu kama hichi ambacho kimefanywa leo na tunataraji kitaendelea kufanywa, cha kuombea Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imepokewa ni katika riwaya sahihi kwamba Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala amepokewa mara kadhaa akisema, lau kama ningekuwa na dua najua hii nikiomba hapa hairudi, basi ningewaombea wale wanaosimamia mambo, ulatul umur, kwa sababu wale viongozi ambao wanasimamia mambo yetu wakitengemaa hao na sisi wote tutatengemaa. Lakini la samaha Allah, wakiharibikiwa hao sisi wote tunaharibikiwa. Mara nyingi tumekuwa tukitoa mfano si mzuri lakini uko wazi zaidi. Basi linalopakia abiria 45, ikiwa hawa wote abiria 45 ni maulama, wacha Mungu, watu wa dhikri, wa kila kitu, lakini driver pale mlevi wa kutupa, hawa watu hawako salama. Ingawa wote huku hawa abiria, Kiswahili tunaita abiria, hawa abiria hawa wote 45 wako vizuri na dhikri zao na tahlili zao, ila tu dereva mlevi wa kutupa, hawa abiria wote hawako salama. Kinyume chake sasa, ikiwa abiria wote walevi wanapiga kelele, wanaimba, wanafanya ghasia, lakini driver wao ni mtu yuko vizuri, hana matatizo, wote watakuwa wako salama. Kwa hivyo falsafa ya Imam Ahmad bin Hanbal kuona kama angejua nafasi hii kuna dua inayokubaliwa, angeelekeza kuwaombea viongozi, kwa sababu wakiitengemaa wao, wakinyoka wao, basi mambo yatakuwa ni mazuri. Kwa maana hiyo sisi tuna wajibu huo, kuwaombea viongozi. Mara nyingi tunaulizwa kwa tukenda hija Arafat, tuombea hata viongozi makafiri. Naam, tuwaombee, ila hatutowaombea pepo, tutawaombea Mwenyezi Mungu awaongoze waingie katika Uislamu. Na hata kama qadaan wa qadar haikukadiriwa kwa Uislamu, basi awaongoze angalau wawe na utu na huruma. Na walillahi alhamdu, kuna kauli mbiu kazi na utu. Kwa hivyo angalau wawe na huo utu. Lakini ukiwaombea laana pale Arafat na ikawakumba, utajuta, maana hali itakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa min qabl. Kwa hivyo ndugu zangu, masala ya kupenda nchi yake mtu, kupenda nchi yetu, kupenda taifa letu, si kwa sababu za taasub. Hapana, tunapenda kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba, amekadiria, tumezaliwa hapa, tumekulia ndio petu, hatuna pengine. Wako wenzetu wengine ambao washapeleka jamaa zao nje huko, hao tuachane nao, wao wanajua wanapo pa kukimbilia. Lakini sisi kila kitu ni hapa.
Kwa maana hiyo ndugu zangu, hili la kuipenda nchi kama tulivyosema kule kwenye aya ile ya idhini ya vita, Allah anasema kwa sababu wamedhulumiwa, dhulma yenyewe ametaja, wametolewa katika nchi yao mahali ambapo ni mafkhara, wabaki hapo hapo. Lakini jingine tumeona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam namna gani alivyosononeka pamoja na idhini ya hijra, lakini bado alionyesha upendo wa dhati kwa ajili ya nchi yake. Kwa hivyo tusikubali, maelezo yako mengi. Iko hadithi ile ya kuwa sote tuko katika safina, jahazi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaasa pale walio kwenye tabaka la chini na la juu wote washikane mikono kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayetoboa jahazi, kwani ikizama tutazama sote. Allah tumuomba subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuvuka salama katika zoezi hili la uchaguzi, lakini pia hao ambao Allah amewakadiria kutuongoza awashike mkono, awapitishe njia salama, na sote tubaki kuwa salama.